Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Hii ambako unasikiliza ni Amka na Baraka1 TV, tarehe 20 za mwezi wa 4 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira na Fizi, M23 wazidi kupata hasara kila kukicha huko maeneo ya Kalehe. Bukavu, vitendo vya uhalifu vyazidi huku M23 wakihusika na kuwateka wanafunzi kisha kuomba fidia. Upande wa Luhihi na Lumera, watu zaidi ya 80 wakamatwa magaidi wa M23, huku pia Mikenge pamoja na Poezero ikiwemo pia na Kalingi. Drone aina ya TB2 za M23 zasababisha maafa makubwa kwa raia pamoja na mifugo yao. Uvira, hali ya barabara ya Lwangai yazidi kutishia usalama, huku mkuu wa tarafa ya Lubero akemea uongo kuhusu ubaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, karibu sana katika matangazo yetu ya Amka na Baraka1 TV, na ili kuendelea kupata taarifa hizi hakikisha kwamba una subscribe Baraka1 TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utaendelea kukutana na baadhi ya matukio yote ambayo kuna ridhima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuchukue taarifa hizi kutoka Jimboni Kivu ya Kusini, na tuanze kwanza na huko upande wa Kalehe ambako baada ya mapigano takriban masaa 48 kati ya magaidi wa M23 vikosi kwa serikali, hatimaye majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wamefanikiwa kuchukua maeneo ya Bishaka, Rutare pamoja na Kumadepo huko tarafani Kalehe. Kwa upande wa Kivu ya Kusini, maeneo ya kusini mwa Kivu ya Kusini, nazungumzia Uvira pamoja na Fizi, hali bado inazidi kuonekana kuwa mbaya kwa upande wa magaidi wa M23 licha ya baadhi ya mashambulizi ambazo wamekuwa wakiyafanya mara kwa mara kulenga kambi za FARDC pamoja na wazalendo. Vikosi vya magaidi wa M23 ambao walikuwa wakijaribu kupeleka silaha pamoja na dawa kwa wenzao waliweza kuingia katika mitego ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivyo kuweza kuwapa hasara kubwa. Zaidi ya 15 waliweza kupoteza maisha. Na ndani ya jiji la Uvira, Kamanda Ngoma Nzito ahudhuria ibada kwa matumaini makubwa. Kamanda ambaye anaongoza vikosi maalum vya wazalendo upande wa Uvira ameweza kuhudhuria misa hiyo siku ya Jumapili katika hali ya kujaribu kuwatuliza mioyo waumini wa kanisa hilo na pia wananchi kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa maana kila kitu kwanza kinaenda na Mungu muumba wa mbingu na ardhi, na yeye ndiye anayetoa uwezo na nguvu kwa ajili ya kuweza kupambana na adui. Huyu hapa Ngoma Nzito. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Amen. Tumewapoteza. Tungali imani. Amen, amen. Sisi tunasema hivi. Mtokaje? Ametoka hivi. Mungera anaona hai. Mungere. Rote. Ujingwa mimi. Rote. Ikiwa
huyo. Amana amen. Alitembea naye, alikula naye, cheza naye, anacheka naye, akalala naye. Amana amen. Sisi tu umesema hivi. Amana amen. Amana amen. Amana. Utatembea nanyi? Tukakenda na moyo, kwanza tukala nanyi? Tukala na moyo. Tutacheza nanyi? Tunamshukuru Mungu. Kwa hiyo tunafika. Amen. Kwa hiyo tunawashukuru zaidi. Twabashambalira wenene. Kazi ambayo iliyopita akazi akalenga. Tuliwaambia twababwirira tunamaliza hivi. Twamala kuno. Nini kinachokuhusu? Biki ibikukwirira. Mama ametoa. Mawatanga. Wewe nini kinachokuhusu? Wewe biki bikukwirira. Nini kinachokuhusu kutoa? Biki byabuzu tatana. Ampli. Guitar. Center. Inakuhusu wewe. Yoshi bikukwirira. Inahusu mimi. Bingwirira nyene. Inahusu yeye. Bingwirira yeye. Inahusu yule. Bingwirira yeye. Inahusu wale. Bikukwirira bohe. Amen. Niko tayari kupambana juu ya nchi yangu. Niko tayari kuelekea mpaka toni ya mwisho. Mpaka toni ya mwisho. Amen. Mpaka toni ya mpaka toni. Lakini kila mtu atajisikia iko na amani. Hapo kisiunda kama Munyamurenge mzalendo. Munyamurenge mzalendo. Iko na amani. Ayuba hituntu. Na kuya nisalimie, tuongee naye, tutembee naye, tukule naye, tucheke naye, tucheze. Anaogopa neno moja tukajua iko na silaha. Mumai, oja kunyisha. Anasema kuna neno moja ule maimai ataenda niua. Oja kunyisha. Ataenda niua. Sasa ndio mimi niko naniogopea. Bibi wa mnyoho. Lakini rahia yoyote mimi. Hali kama tule yeshi. Munyamurenge mkongomani. Bale boshi we. Nafanya protection. Boshi ngaba taba. Na niko kwa protection. Na nilihole iko kwa taba. Amen. Kwa hiyo tunamshukuru. Twalivuarwe. Nafurahi sana kuingilia hapa. Nasema kuingilia hapa. Acha niwaambie ile neno moja. Shakani wa burendi gambo liko. Nataka tunamaliza hivi. Na mara kwa kuno.
Nataka kuambia hivi. Ngabo bora kuko no. Kumtolea Mungu katika kanisa. Kutangira Mungu mushengero Kuna mambo mengi. wote magambo mingi. Kwa maana ile kumtolea Mungu katika kanisa. Kutangira Mungu mushengero. Simama kumtolea Mungu. Nye kuibana ngatangira Mungu. Sifa zangu zinaenda kwa. Ibika nikashaniro yani mugende mwarura. Sifa zangu zinaenda kwa. Nikashaniro mugende mwarura. Kuna miaka alikuwa ananipatia. Aliniaka Maana alipandisha tena. Anaanza munde. Huyu bwana anatoa sana. Unaona mtanga wewe anaanza. Huyu bwana alikuwa mkanisa fulani akatoa. Unaona fulani alikuwa mkanisa fulani akatoa. kanisa leo natanga. Alikuwa basi fulani akatoa. Hano leo natanga. Changa tunisa 12. Anaona kumanya makanisa 12. Kanisa 12 amenipatia miaka 5. Na makanisa 12 na ndizi yetu. Kingine tatu hivi. Ngine shatu ile bwana. Toa basi fulani. Amen. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Uvira ambako umeshuhudia kumwona kamanda Ngoma Nzito akiendelea kufanya makubwa kanisani. Siku hizi wachungaji pia ni wapiganaji, maana hata wapiganaji wa Biblia wengi walikuwa ni viongozi na walifanya kazi nzuri ya kusambaza injili izidi kusonga mbele jijini Bukavu pamoja na Goma. Vitendo vya uhalifu vyazidi huku M23 ikiwateka wanafunzi kisha kuomba fidia. Tuanze ndani ya jiji la Bukavu. Kwa sasa hivi hali imekuwa ni mbaya sana, maana magaidi wa M23 wanashindwa kabisa kuweza kudumisha ulinzi na usalama ndani ya jiji la Bukavu pamoja na jiji la Goma. Vitendo vya utekaji, ubakaji, wizi vinazidi kuripotiwa ndani ya jiji la Bukavu pamoja na jiji la Goma. Hapa juzi kati mwanadada ambaye ni mwanafunzi aliweza kutekwa na watu wasiojulikana na baadaye watu wao kulazimisha familia kutoa takriban dola 10,000 ili kuweza kuachiwa kwa msichana huyo, na endapo pesa hizo zisingepatikana basi wameahidi kupeleka kichwa chake nyumbani kwao. Familia hiyo yenye hali ngumu ya maisha wamehitaji kuweza kupunguziwa pesa hizo ili watafute wajiunge familia waone watapata pesa ngapi ili binti yao aweze kuachiwa huru. Mazungumzo yao yalikuwa kama yafuatayo. Allô? 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 Oui, allô? Nasema nakupatia minute mnasumulia naye. Kisha wewe tunasumulia na wewe nikwambie mapasho sasa ya mwisho. Sawa. Unasikia? Niko sikia. Sasa muleta kule ule rangirika kule. Chunga anakuya. Kwa haraka mbele. Sumulia na bandugu yako. Kwa minute. Allô Landrine? Allô Makani. Allô Makani. Ni da Christelle, wewe uko wapi? Makani sasa kwa kamera kwa masomo nitaona wananyesha mchana ni. Sasa ni Mea uko Kito lakini. Ndio sio kwa nimebaka sio hata. Kwa nini wanasema sio kama kuko vya mbali kwa na watu wa kanisa. Tulibatuya baba 5 bashawa umoja tuwachaba. Pauli tu watu nao bashawa. Unakulaka? Hapana tukula. Tulaki. Kesho naishi hai. Chana njoni leo wanataka wenyewe. Wewe uko nasema kama kwenye havana makuta Landrine. Sasa na uko sasa ile kanini nilikuwa na ndoto ya mbaya. Asiachwa watoto wanawazarau. Tuko kiburi. Uwaambia tubazarau tuko hatuna njoo makuta. Uwaambia sasa nifunge kingi. Mungu wangu. Sasa kwa na kisi mtaongoza sasa mnatia kiburi mnakata telefoni. Hatuko tunatia kiburi. Sasa sikukuwa na mainite wananitumia njoo mainite Devora. Hello papa. Sasa tufanya basi. Sasa hivi mimi tunafanya leo sababu mmetuongelesha mingi sana, tumeongea na moyo mingi, hasa mnapenda mtukamate akili yetu. Na wengine wewe mnaona kama mwenye sio wa kiburi kujitia wengine. Hasa leo tunawapatia maamu.
tupatie responsable wa Landrine. Papa responsable mimi niko dada yake. Landrine peke abambie. Kwa hatuna kitu hatuna kitu, nikakutumia tena foto utashangala kukwabo kunyumba. Hakuna kitu. Mutuambie basi makuta mko mnalomba ni za mingi. Mutuambie kidogo basi yenye tuteza pata kwa msa tuwatumie azo. Ile $8,000 baba yake atumikake hata. Ukisema $8,000 maana atuyue maana tu na Mungu tu awaongoze tu, kama mtafanya Mungu tu njoo awaongoze. Ile $8,000 mko wasema atoezi pata hata. Kama kwa ile sema sababu mtoto alilia kama tukaona ila Desemba mlete chini watoto wenu, lakini wengine wote hata nyinyi mnawazia yeye peke ndio tulishika. Wao mnafanya kiburi, hamsumulie na pia mfanye nini? Simio mwenye niko nakuita papa, mbona niko nakuita depuis jana? Simio mwenye niko nakuita depuis jana. Sunaona mbele wewe kwanza mtu kwanza unajiransenye kwanza maisha kwao. Abana kitu kwao ni kule vile mkabono, abana kitu hata kitu. Kama shi mtatuambia makuta kidogo za tutezaba tumia kwa msamo mulibere, mtuambie mebili ya $8,000. Mkituambia shi depuis tuko maisha yetu atuyagusaka hata $3,000. Kisha $8,000 tutetosha wapi papa? Mtuambie makuta hata kidogo tutezaba tumia mulibere, me bili ya $8,000 hatuwezi zipata, hata tutazitosha wapi papa? Mwisho tulisema mlete chini sababu tumefikia machozi yenu. Hadi tumeongea na wewe. Tofauti na binti huyo, wachimba madini kwenye migodi ya Luhihi pamoja na Lomera wanazidi kulalamikia hali wanayopitia kutokana na magaidi wa M23 kuweza kufunga maeneo hayo na kuwachukua watu wao kutoka Rwanda ndio ambao wanafanya kazi katika hayo maeneo. Watu wasiopungua 80 waliweza kukamatwa na kupelekwa mahali ambako pasipojulikana, huku wachache ndio wakiachiwa huru. Raia wanalilia na wakudai kwamba hayo maeneo ya Luhihi na Lomera ni sehemu ambazo wao walikuwa wakijitafutia ulaji na pia kuweza kuendesha familia zao. Kitendo cha maeneo hayo kufungwa na magaidi wa M23 na wao kutupwa nje ni hasara kubwa kwa familia, huku wakitaji uwezekano wa serikali kufanya chini juu ili waweze kuwekwa huru kutoka mikononi mwa Simba ambaye ni M23. Bonsoir Baraka One TV. Msikilizaji wenu kama kawaida, sitaki jina lake yangu lijulikane. Tuna mshangao mkubwa kwa kuona government yetu na Rwanda wanaendelea kutia mkataba, lakini Rwanda inaendelea kutunyanyasa sisi wa raia. Mfano hapa ngambo za Lomera Luhihi tunateseka sisi, unaona wamefunga njia zote, hakuna wakutafutia. Tumefika hapa Luhihi, wanaendelea kutusumbua, wanasumbua watu sana. Jana hii siku ya 5 Ijumaa walipeleka wakrezere 80, walikuwa wanafungia 94 wakaachilia 14. Jana wakabeba ile 80. Sasa tunajiuliza wanatupeleka wapi, na wengi wameponywa. Tangu jana hatuingie, wamezibiti migodi ya madini huko Lomera. Wao wenyewe wamesha kuleta mashini yao, wanatumika wenye Rwanda wenyewe wanakia wanachukua, wanakuja na wajeshi. Jana walikuja na gari ya Isuzu inakuja na ngungulu 6 ya mafuta ya gari, na ingine gari yenyewe ya tangi kidogo hivi Isuzu kidogo, na sindikizwa na wanajeshi wa Rwanda. Sasa tujue wanaendelea kuenda kumkataba kusema, lakini wanaendelea kuviolea hiyo CSLF. Sisi kama wanadhibiti hatuna ruhusa ya kukula kumali yetu ya nchi yetu, wanatusumbua, wanatufungia nchi. Hapa Luhihi ndio ilikuisha weka Bukavu na Goma, lakini wanaendelea kutusumbua. Cha kutisha, wanaendelea kusema sasa tutaanza kwa nalipa kodi, hata mwenye kuuzisha hata nanasi atalipa kodi. Tunauliza ni nini ile sasa?
kwa kuwa Radio Baraka One TV mtufikishie hiyo malalamiko tukawa tunateseka huko. Njale inakuwa nyingi na wizi inakuwa nyingi, kwa kuwa hiyo Lomere ilikuwa ishaweka mji wa Bukavu kwa na amani, kwa kuwa wote walikuwa kutaka wakiba walikuwa wakitumika Lomere. Nyumba ambazo wakaaji walikuwa wakishajenga walilunguza wenyewe, zingine wanabomoa. Kia kutisha tena, wao wenyewe wanasema hawachimbishe madini, walifunga mgodi wanawalipa, wanapeleka watu, kisha wakiwapeleka nyuma wanawageuka, wakiona kunaonekana zahau, kisha wanawageuka wanawatia kwenye kasho, kisha wanawapeleka. Hatujue ni nini hiyo, nalia sana, mtutetee. Asante. Tukirudi maeneo ya Mikenge Point Zero pamoja na Kalingi ambako hali imeonekana kuwa tete wakati magaidi wa M23 walivyofanya shambulizi baya na kuleta madhara makubwa kwa raia pamoja na mali zao. Kuamkia tarehe 19, magaidi wa M23 waliweza kufanya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani ndani ya vijiji vya Mikenge, Kalingi pamoja na Point Zero tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini, huku kusababisha watu zaidi ya raia 8 kuweza kupoteza maisha, vinasema vyanzo kutoka katika hayo maeneo jimboni Kivu ya Kusini. Wakati hali ikizidi kuwa na kautulivu kadogo, majira ya saa 4 za usiku na dakika 30 kulisikika mgurumu usiokuwa wa kawaida, wakati watu wakiwa katika shughuli zao za kawaida majira hayo ya usiku. Mashahidi wanasema raia katika hayo maeneo na hata pia mashirika ya kiraia yanasema kwamba hali ilikuwa ni mbaya baada ya kusikia aina ya drone ya TB2 ambayo inasadikika kuwa ilitoka kwa Rwanda kwa kuwapa magaidi wa M23 Twigwaneho waliosababisha mauaji hayo huko maeneo ya Mikenge Point Zero pamoja na Kalingi. Hayo yametokea wakati timu ya magaidi wa M23 pamoja na timu ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa kwenye mazungumzo huko Uswizi, na hivyo kuweza kuleta hasara kubwa kwa raia wasiokuwa na kawaida katika hayo maeneo. Magaidi wa M23 wamekuwa wakijaribu kufanya mashambulizi mara kwa mara, licha ya kwamba mikataba inazungumza kuweza kuheshimu usitishwaji wa mapigano katika kila pande ambako kunapatikana magaidi wa M23 pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko nazidi kusikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 20 mwezi ni wa 4 2026, ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Ejide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Letesha, Da Asha, Da Aru na Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papira Jabu kutoka Afrika Kusini, pia Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam, Asokolo Ayeba, na pia wote ambao wako nasikiza matangazo yetu kutoka pande zote za dunia. Hii ni Baraka One TV. Na baada ya matangazo hayo ulikuwa unasikiliza, tuingie moja kwa moja jijini Uvira ambako hali ya barabara ya Luanga yazidi kutisha, na pia tutaruka huko jimboni Kivu ya Kaskazini tarafani Lubero ambako mkuu wa tarafa ya Lubero akemea uongo unaosambazwa na Rwanda kuhusu ubaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira ambako barabara ya Luanga yazidi kutisha, huku magari yakizama na pia raia kukosa namna
ya kutumia barabara hiyo ambayo ni taifa nambari 5 na yenye umuhimu mkubwa. Kwa sasa hali inaonekana inazidi kuzorota kupitia barabara ya taifa nambari 5 upande wa kutoka jijini Uvira kujielekeza tarafani Fizi, zaidi sana kuelekea ndani ya kijiji cha Makobola unapoacha kijiji cha Katongo pamoja na Kigongo. Hali inaonekana ni inazidi kudorota. Barabara hiyo yenye umuhimu mkubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni barabara namba 5 kipande kutoka Kigongo kuelekea maeneo ya Makobola imezidi kuharibika, huku pia magari yakizama na hata raia kushindwa namna ya kutumia usafiri huo. Kwa sasa usafiri wa barabara umekuwa ni mgumu, raia wanalazimika kutumia viboti vidogo ili kuweza kutoka maeneo ya Kigongo kujielekeza maeneo ya Makobola ya kwanza. Alikuwa na yua moto. Alikuwa na yua moto. Kazi yangu ilikuwa kifu. Kama makupi makuta uniambia nisilishe mashine nilipishe kwanza makupi. Haina shida nitatupa nanga. Bala, tembea mbatu, watu wanalipa mingi. Kutokana na mazingira hayo, raia wa maeneo hayo wanaitaka serikali kuweza kuingilia kati kadiri wanavyoweza kuhakikisha kwamba wanafanya makubwa ili kuweza kutengeneza hiyo barabara. Tofauti na hivyo, hali itazidi kudorota na wananchi watazidi kuteseka kutokana na barabara hiyo jinsi inavyozidi kuharibika. Ukiachana na masuala ya barabara ya Luanga, ni kupeleke moja kwa moja huko tarafani Lubero jimboni Kivu ya Kaskazini. Mkuu wa tarafa akemea uongo unaosambazwa na Rwanda kuhusiana na ubaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku pia akikazia kwamba Rwanda kuna makabila matatu tu, ikiwa ni Watusi, Wahutu pamoja na Watwa, lakini katika utawala wa Rwanda ambao wanatawala kuanzia juu na ngazi zote zenye umuhimu nchini Rwanda ni Watusi. Wahutu hawasikilikani, Watwa pia ndio hawasikiki kabisa. Lakini hao ambao wao ndio wanatawala Rwanda wanatuongelea sisi vibaya na kusema kwamba Kongo tuna ubaguzi, kitu ambacho sio cha haki na cha halali. Mengine zaidi, huyu hapa mkuu wa tarafa ya Lubero jimboni Kivu ya Kaskazini. Makabila zote mlikuwa hapa, mlikuwa na makabila ngapi? Mlikuwa na makabila ngapi hapa? Wale walikuwa viongozi ni manani?
Batasema ubaguzi. Ubaguzi ya wapi? Angalia. Ukauliza hapa Bandundu iko, Ekwatere iko, Kisangani iko, Bakongo iko, sisi wote tuko hapa. Sud Kivu, Nord Kivu, sisi wote tuko hapa. Na basikuwe na ile mafikiri yabo, basikuwe na ile madiskuri yabo ya bongo. Ile ni madiskuri ya bongo ya kusema ubaguzi. Kukongo hakuna ubaguzi. Ukongo hakuna ubaguzi. Kwa Rwanda buko ubaguzi. Kwanza kwa president yabo, tipaka kwa mwisho, wote ni lugha moja. Utu hana fasi. Huyu pigime hana fasi. Pigime dayera tuonake tulie kama pigime ule amekalaka wapi kama kushimu kanibaributia. Hapa ukaangalia waskari wetu. Ukaangalia mimi peke yangu. Ukaangalia nani baba na assembly. Hatuna ubaguzi. Donc ile discours kama mnaisikia tena muitupe mbali kabisa. Itoke kabisa na musikia, musisikia hata kusikia. Sida mingi ya kusema leo. Nadhani honorable aisha kutufurahisha sisi wote. Nadhani tutatoka hapa, tutapata kamai kidogo na sisi tunaendelea, tuko nafika nani Kasima, na Kasima tukamaliza tena pale tunapanda tunaenda paka nani Kipesi. Barita batu ya pale biko na makestion. Tuishie hapo kwanza, ndio mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi hii ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa 9, saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni ndugu yako baba la baba, the one and all in town, DJP Rajabu Wakili Kabonga, ambaye niko nakurushia haya matangazo. Nikukumbushe tu kwamba usikose pia kuwa natembelea Mwangaza TV, na vile tunatoa shukrani za dhati kuona Baraka One TV tumefikisha sasa hivi K100, yani watu zaidi ya 100,000 ndio wamekwisha kuwa subscribers wa Baraka One TV, na tunashukuru sana kwa jitihada zenu na kwa nguvu ambazo mko mnazidi kuzionyesha, lakini kikubwa ni kwamba tunatakiwa kuzidi kufanya kazi zaidi na kusonga mbele zaidi. Yote shukrani ni kwako wewe ambaye uko unatusikiliza. Chao.